Uhali gani msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Matumaini yangu makubwa ni kwamba upo mzima wa afya na upo tayari kabisa kuambatana nasi katika habari zetu za leo. Ikiwa ndo mara yako ya kwanza kuja kujiunga nasi, tukuombe uweze kusubscribe channel hii, uweze kucomment, kushare na kulike ili wewe wa kwanza kupata habari zetu pale ambapo tutakapozirusha angani. Hujambo na karibu popote pale ulipo msikilizaji katika habari zetu za leo ambazo zinagubikwa na habari mbalimbali, habari za vita kutoka mashariki mwa DRC pamoja na habari nyingine. Usikose kujiunga nasi katika YouTube channel yetu pamoja na Facebook ukiandika Kwetu News 24. Bila shaka utakuwa umejiunga nasi. Miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo ni pamoja na habari kutoka ndani ya mji wa Baraka jimboni Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ni kwamba habari ambazo zilivuma kwenye mitandao ya kijamii tangu siku ya Jumatano hii kwamba ndege isiyokuwa na rubani imeshambulia kambi ya jeshi la Burundi katika wilaya ya Mushimbake katika mji wa Baraka uliopo katika mkoa wa Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vyanzo mbalimbali vilidai kuwa ndege hiyo isiyokuwa na rubani iliweza kutoka upande wa waasi wa AFC M23 wanaoungwa mkono na jeshi la Rwanda, jambo ambalo lilizua wasiwasi miongoni mwa raia wanaoshangaa kutokuwepo kwa vifaa vya serikali kulinda miji katika vyombo vilivyo chini ya udhibiti wa vikosi vya wanajeshi vya FARDC, likiwa ni jeshi la Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo. Habari hii imekanushwa vikali na viongozi mbalimbali wa mashirika za kiraia kutoka eneo hilo la Baraka jimboni Kivu ya Kusini mashariki mwa DRC, ambao wamesema kuwa habari hizi hazipo sahihi kabisa na ni habari za uongo. Habari nyingine ambazo ziliwasiliana na Kwetu News 24 zilieleza kuwa ilikuwa ni mabaki ya kijeshi ambayo iliripuka kwenye kambi ya zamani ya MONUSCO eneo la Mshimbake, ambayo kwa sasa inamilikiwa na wanajeshi wa Burundi ambao wapo ndani ya nchi ya DRC kwa ajili ya kushirikiana na jeshi la taifa ili kurejesha utulivu na amani jimboni Kivu ya Kusini. Habari zenye kuaminika kutoka kwa mashirika mbalimbali za kiraia zimeeleza Abe Kakozi Chakubuta Jojo Ngonda ni msimamizi wa shirika la kiraia la Sosiko RDC tawi la Fizi na ndani ya mji wa Baraka aliwasiliana na Kwetu News 24 na kuweza kubaini jinsi hali ilivyokuwa na kuwaomba raia wa mji wa Baraka kuepukana na habari za uongo ambazo zinaweza kuleta mtafaruko mkubwa ndani ya wakaaji wa eneo hilo. Tumsikilize. Jambo bwana mtangazaji, kwa majina naitwa Abe Kakozi Chakubuta Jojo Ngonda. Mimi ni mwenyekiti wa shirika la raia ama coordinator wa shirika la raia katika jiji la Baraka Sosiko RDC. Tunapenda kuomba raia kwamba iachane na mambo ya habari za uongo ambapo zinapita kwenye mitandao na ile ambapo wanataka kudanganya raia na kupeleka habari za uongo kufatana na kitendo ambacho kimepitika cha drone ambapo kimepitika kukambi ya wanajeshi wa Burundi. Situation iko vizuri Baraka na hakuna tatizo yoyote ile, na watu waepuke kupeleka habari za uongo. Tunaomba raia waendelee kuwa kimya na kwa kutaja wauni wote ambapo wanaweza kuwa wanapeleka habari za uongo katika tarafa la Fizi na jiji la Baraka. Kwa hiyo watu waendelee na kazi zao, jeshi inafanya kazi yake kama kawaida na jeshi la Burundi linafanya kazi yake kama kawaida, ambapo ni wapartenere wa jeshi letu la Kongo ama guvernema yetu ya Kongo. Kwa hiyo wananchi wasiwe na wasiwasi yoyote ile katika jiji la Baraka au tarafa la Fizi. Jeshi letu liko na hatua nzuri na linafanya kazi pamoja vizuri na jeshi la Burundi, na tuna imani kwamba tutashinda vita hii ambapo tumelazimishwa na nchi ya Rwanda kwa kupitia wakongomani ambapo ni zao ni za kidogo. Kwa hiyo ni hiyo, watu wategemee jeshi na waepuke kusikia habari ya uongo kwenye mitandao na kutuma maaudio za uongo ambapo zisiokuwa na msingi wote ule. Accent. Na hizo habari zimetokea leo siku ya pili
tariki 13 ya mwezi wa 6 mwaka huu tunao 2026. Kwa hiyo ni matokeo ambapo yametokea leo ni hapa katika jiji letu la Baraka, hususan pale Mshimbake. Kwa hiyo tunaomba watu waikae kimya, waendelee kufanya kazi zao kama kawaida na wasifate mambo ambapo inapita kwenye mitandao, na tunaomba pia watangazaji waepuke kuandika habari za uongo, wale ambapo tunaita media en ligne. Waepuke kuandika habari za uongo kwa sababu zisije kushtua raia na zisije kuharibu hali ya jeshi letu ambapo linafanya kazi yake gisi inavyopashwa na linatenda miujiza kwa kupigana na yule adui ambapo anavamia nchi yetu. Wakati hayo yakijiri namna hiyo ndani ya mji wa Baraka, msikilizaji wa Kwetu News 24, habari ambazo tulizipata Jumatano hii ya tariki 30 mwezi Juni mwaka 2026 zinaeleza kuwa eneo la Kitavi linalopatikana kwenye nyanda za juu za tarafa la Fizi ambalo lipo kwenye vijiji vya huko Minembwe lilishuhudia mashambulizi makali kati ya jeshi la Congo FARDC pamoja na wazalendo dhidi ya waasi wa AFC M23 pamoja na washirika wake. Eneo la Kitavi ni eneo ambalo linamilikiwa na waasi wa AFC M23 na ambalo linashuhudia mashambulizi ya mara kwa mara kati ya FARDC na waasi wa M23. Mengi zaidi kuhusu habari hizi utazipata kwenye taarifa yetu ya hapo baadaye. Mashirika ya kiraia katika Kivu ya Kusini yanatoa tathmini ya kutisha kinyume na juhudi ambazo serikali ya Kongo inadai kupeleka kurejesha usalama mashariki mwa DRC. Katika ngazi ya kijeshi na kidiplomasia, uchunguzi uko wazi. Zaidi ya mwezi mmoja baada ya mazungumzo ya mwisho, Rwanda kwa muungano na waasi wa M23, Red Tabara Twirwaneho inazidisha mashambulizi yake ya usiku na mchana kwenye nyadhifa za FARDC na vijiji vilivyo na watu wengi katika nyanda za juu za Minembwe katika eneo la Fizi. Shambulio hili linaendelea bila jibu lolote la kimkakati kutoka kwa Kinshasa, huku mipango mikuu ya kitaifa ikiwa imekwama mwaka mmoja baada ya makubaliano ya Washington. Matokeo hayo yanasalia kuwa mchanganyiko na miezi 17 baada ya kura ya azimio ya 2773 la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa. Mzozo wa ardhini unageuka kuwa fiasko kamili. Wakati huo kupooza kwa kisiasa na kijamii pamoja na kiuchumi kunazua maeneo ambayo yameathiriwa na mapigano. Zaidi ya miezi 16 baada ya kufungwa kwao kwa lazima, taasisi za benki katika maeneo yaliyo chini ya waasi bado hazijapatikana, zikikabiliana na pigo kubwa kwa uchumi na ndani ya maisha ya kila siku ya wakaazi. Zaidi ya hayo, mchakato wa Doha unapashwa kuleta serikali ya Kongo na waasi wa AFC M23 kwenye meza ya mazungumzo. Sasa unafanana na tembo mweupe, dhana potofu ya amani inayouzwa kwa jamii zilizopata kiwewe. Baada ya miaka kadhaa ya ahadi ambazo hazijatekelezwa na matumaini yaliyokatishwa tamaa kimfumo, uchovu mkubwa sasa unawashika wananchi. Kuongezeka kwa pengo kati ya hotuba rasmi na ukweli wa mambo kunasababisha mmomonyoko wa taratibu wa uungwaji mkono wa wananchi wa Kinshasa katika usimamizi wake wa vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya DRC. Huo ni mtazamo rasmi wa mashirika za kiraia ndani ya nchi ya DRC. Ikiwa umetufuata mwanzo hadi tamati, nitoe shukrani zangu za dhati kwako. Endelea kusikiliza habari zetu za hapo baadaye. Kwa sasa nimesimamia hapo katika habari zetu za leo. Shukran na uwe na siku njema. Kwa heri.